Natamani nizungumze kwa ufupi kuhusiana na language of heaven. Lugha ya nini? Ya mbingu. Lugha ya mbingu. Naamini utapokea kitu hapa. Lugha ya mbingu ni lugha yoyote ya rohoni. That is a language of heaven. Tunapozungumzia mbingu ni jina linalotoa maana ya ulimwengu wa roho. Unaposikia mbingu, maana yake ni ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe sana. Mbingu sio anga kiroho. Mbingu ni ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunapozungumzia mbingu, tunasema mbingu, Mungu anasema mbinguni ndiko kiliko kiti changu cha enzi. Maanake Mungu, sawa sana, kitabu gani anasema Mungu ni roho? Yohana 4:24. Asante. Yohana 4:24 anasema Mungu ni roho, na wao wamwabuduo imewapasa kumwabudu yeye katika roho na kweli. Maana yake kwenye ulimwengu wa roho, tunapozungumzia mahali ambapo anaketi Mungu ni katika roho, kwa sababu yeye ni roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunapozungumzia mbingu, tunazungumzia ulimwengu wa roho. Kwa nazungumzia lugha ya ulimwengu wa roho. Lugha ya ulimwengu wa roho ndio lugha ambayo inatakiwa kutumika kwenye maombi. Ndio lugha ambayo inatakiwa izungumzwe kabla ya lugha ya mwili kuchukua nafasi. Pigie Yesu makofi. Haleluya. Kabla ya kuzungumza lugha ya mwili, lazima iwepo lugha ya roho. Nikwambie kitu, ukiona mtu anasema na atakachokisema kinakuwa kina mashiko, ni kwa sababu ya lugha ya rohoni aliyonayo. Ukiona mtu anasema kitu kinakuwa, si kwa sababu ya lugha ya mwili aliyonayo, ila ni kwa sababu ya lugha ya roho aliyonayo. Unaposikia kibali, unaposikia neema, unaposikia mamlaka, imebebwa kwenye lugha ya roho, sio lugha ya mwili. Hata ukiwa na bezi, ukiwa unaongea na sauti ya bezi, haleluya, ile lugha hata ukitamka hiyo inaweza isiwe kama haijachangamana na lugha ya roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ukiwa na lugha, maneno ya ukali, inaweza isilete matokeo yoyote, kwa sababu haijachangamana na lugha ya roho. Haleluya, sema amen. So in the spirit, katika roho iko lugha ya roho ambayo kila mmoja ambaye anatamani matokeo kwenye maisha yake anatakiwa kuwa nayo. Hii lugha ndio inatamka vitu vikawa. Nikwambie kitu, kabla ya Mungu kuumba mbingu na nchi, aliweka roho yake juu ya maji. Kwa nini aliweka roho yake juu ya maji? Maana yake aliunganisha roho yake na uumbaji. Utanielewa sio hapo? What is a creation? Maji ni kitu kinachoumba. Siku moja nakuja kuambia kwamba maji ni maarifa. Sema amen. Si nimeshakwambia ndio hiyo siku moja. Sema amen. Maji ni maarifa, maji yanatengeneza. Roho ya Mungu ilipotulia juu ya uso wa maji, manake Mungu alikuwa na uwezo wa kutamka kitu katika roho, kwa sababu roho ilikuwepo juu ya uso wa maji. Kama pasingekuwa na roho katika uso wa maji, manake Mungu asingetamka chochote kikawa, kwa sababu angekosa lugha ya roho ya kuumba mahali pale. Bado watu hawajanielewa. Nasema hivi, roho ya Mungu ilitulia juu ya uso wa maji. In the book of Genesis, ukienda ukisoma vile utaelewa. Sura ya kwanza mstari wa 3, mstari wa 2 wa 3,
utaona kwamba roho ya Mungu inatulia juu ya uso wa maji na Mungu anaanza kutamka kinakuwa. Maanake nini? Aliruhusu roho yake itulie juu ya uso wa maji ili awe na lugha ya roho. Pigie Yesu makofi. Sio, kuna watu wanaelewa, kuna watu wanapokea. Mwambie jirani yako unapokea, unaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye ulimwengu wa roho, lugha ya roho ndiyo lugha ambayo inasababisha matokeo hata ya maombi, inasababisha mamlaka, imebeba kibali. Mtu akizungumza na kuona kibali kwa sababu kwenye lugha yake kumechangamana na lugha ya roho. Akisema kitu kinakuwa kama kilivyo, ni kwa sababu ya lugha ya roho. Lugha ni mawasiliano, maanake ni kitu muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu ambacho kinasaidia kuwasiliana. Maanake mawasiliano yako yakiwa tofauti na mwingine, maisha yenu hayatakuwa mazuri na mwingine. Unajua ni kwa sababu gani? Lugha ya roho isipokuwepo haitabeba, lugha yako haiwezi kubeba uzuri. Maanake inaweza kuwa possessed na roho nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. God panaweza kwenda ndani zaidi. Lugha ya roho, kama usipoitambua lugha ya roho, inaweza kupandwa lugha nyingine ya roho isiyofaa ikasababisha matokeo mabaya kupitia kinywa chako. Kuna mtu leo hii anazungumza vizuri, anasema mbona unanifokea? Yaani unaongea vizuri, alafu mtu anakuambia mbona unanifokea? Ndani yake imepandwa lugha ya roho, roho chafu ya kufokea. Unaongea na mtu vizuri, yeye anasikia ni kama matakataka sikioni mwake, hatamani kukusikia kwa sababu lugha yako imepandiwa roho fulani, ikawa lugha ya roho chafu. Unamwambia wewe mtoto utaanguka, utavunjika. Mtoto dakika 2 ameenda kavunjika. Nilikwambia tayari kavunjika huyo. Je, hiyo ni lugha nzuri uliyotumia? Ni lugha ambayo imeenda kutimiliza kitu kisichofaa. Manake kuna roho kwenye lugha yako. Wewe usiende huko utapata ajali. Anaenda anapata ajali. Nilisema sio kitu kizuri hicho mwanangu. Sema amen. Manake ndani yako kuna lugha inayoweza kutamka vitu vibaya vikawa. Sema kwa jina la Yesu. Kila lugha ya roho, kila lugha ya roho iliyoingia ndani ya kinywa changu, iliyoingia ndani ya lugha yangu kuharibu usemi wangu, kuharibu usemi wangu, iniachie kwa jina la Yesu. Sema iniachie, iniachie. Iniachie kwa jina la Yesu. Iniachie kwa jina la Yesu. Haleluya. Ndani ya lugha yako usipotambua kuwa unapaswa kuwa na lugha fulani ya rohoni, inaweza kupandwa roho fulani ikafanyika lugha kwenye maisha yako, ukawa hauna lugha nzuri ya kuzungumza na watu. Sema amen. Wewe ukizungumza na mtu ni ukali tu, na unajishangaa kwa nini unakuwa mkali, kwa nini unawakaripia watu. Lugha ndani yako imejaa matusi. Huwezi kuongea maneno mawili bila matusi. Mwenge nini lako? Sema amen. Haleluya. Kidogo umetukana. Mbwa wewe. Ndani ya lugha yako imepandwa lugha nyingine isiyofaa. Mtoto anakuwa na tabia za mbwa. Kwa sababu nikwambie kitu, usemi wowote mbaya unapowekwa ndani ya kinywa umetumwa kwenye lugha yako ili kuharibu. Yaani ili toto halina akili. Ukishasema hivi toto halina akili, na kuwa halina akili kwa lugha yako mwenyewe, imepandwa lugha fulani ya roho inayoharibu. The Bible says kinywa kinaumba. Bwana asifiwe sana. Ndani ya kinywa Mungu ameweka uzima na mauti. Lugha ya roho. Bwana asifiwe sana. Lakini iko lugha nzuri ambayo ikipandwa ndani yako itasababisha maneno yako yawe matamu. Ukizungumza na mtu anafurahi kukusikia muda wote. Bwana asifiwe sana. Ukizungumza na mtu biashara anakubali haraka haraka.
ukizungumza na mtu anakuwa na kibali, unakuwa na kibali cha kuzungumza na vitu vikafanyika. Unajikuta unazungumza vitu vizuri mpaka unashangaa, hivi vitu vimetoka ndani yangu kweli? Unazungumza vitu zaidi ya ufahamu wako, kwa sababu lugha yako imeunganishwa na Roho, imeunganishwa na Roho Mungu, kuzungumza vinavyofaa ambavyo vinapaswa kwa kwenye maisha yako. Ninakabili lugha yako iunganishwe na Roho Mungu, utamke vitu vinavyofaa, utamke vitu vitakavyofaa kwenye maisha yako. Haleluya! Hebu funga Wakorintho wa kwanza 14 tusome hapo. Aha. Maana nikiomba kwa lugha roho yangu huomba, lakini akili zangu hazina matunda. Umeona? Kwa maana nikiomba kwa lugha roho yangu inafanya nini? Inaomba, lakini akili zangu hazina matunda. Manake iko roho inayosaidia wewe kuomba katika lugha unayoitumia. Kumbuka, anapozungumzia kuomba kwa lugha, sio kunena tu kwa lugha. Sema amen. Kwa sababu sio kunena lugha za mbingu, rabla kabranos, hizo sio. Ziko lugha za wanadamu, ziko lugha za malaika. Kwa mimi sizungumzii lugha zingine, nazungumzia lugha ya Roho. Hata lugha ya maneno ya lugha yako ni lugha ya Roho. Pigie Yesu makofi. Hata lugha ya maneno yako ni lugha ya nini? Ya Roho. Lugha ya maneno yako inaweza kuwa lugha ya Roho. Maana yake sema hata nikiomba kwa lugha, ndio maana kuna lugha za wanadamu. Tunapozungumzia lugha za wanadamu, tunazungumzia lugha hizi ambazo tunazizungumzia, tunazowasiliana nazo. Pigia Yesu makofi. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kwenye ulimwengu wa roho tukiomba katika lugha, Roho ndiye anaingia. Imeandikwaje hapo? Roho yangu huomba. Manake kuna kitu ambacho kinatakiwa kiwepo kwenye maombi yako ambacho kinatokana na Roho. Manake lugha ya nini? Ya Roho. Nikiomba kwa lugha, roho yangu inaomba. Manake maombi yako yanatakiwa yawe katika lugha ya Roho ili ajibiwe. Lugha ya Roho ni zaidi ya ufahamu wako. Ndio maana pale mwishoni imeandikwaje? Na akili zako hazina matunda. Manake iko lugha ya Roho inayopita fahamu. Sema kwa jina la Yesu. Ninapokea lugha ya Roho. Ninapokea lugha ya Roho ishinde ufahamu wangu. Kwenye ulimwengu wa roho, acha nikwambie kitu kimoja. Kuna watu wanashindwa kuomba kwa sababu fahamu zao ndizo zinatumika kwenye maombi. Ukitumia fahamu yako kwenye maombi, nini kinakuwa? Fahamu yako itafika mwisho, haitaweza kupush yale maombi kwenye ulimwengu wa roho. Kwa sababu fahamu yako imejaa vitu vingi vya kukatisha tamaa, imejaa vitu vingi ambavyo si elimu ya Roho. Kwa hiyo itasababisha ile lugha ya Roho iharibike. Sema amen. Fungua kitabu cha Warumi mlango wa 8 mstari wa 26. Mlango wa 8 mstari wa 26. Warumi sura ya 8 mstari wa 26. Merakijos klaros. Imeandikwaje? Kadhalika naye Roho kusaidia udhaifu wetu. Hatuna lugha katika maombi yetu. Roho anatusaidia kwa sababu gani? Lugha ya kawaida haiwezi kuleta matokeo katika maombi. Sema amen. Lugha ya kawaida haiwezi kusababisha matokeo katika nini? Katika maombi. Iko lugha ya Roho. Unaposema Roho anatusaidia katika udhaifu wetu, maana yake lugha zetu ni dhaifu. Sema amen. Lugha zetu haziwezi kusababisha matokeo. Lugha zetu ni dhaifu. Kwa hiyo Roho atakapoingia katika lugha zetu, atatusaidia kuomba ifanye nini? Kuna maneno ambayo yanapaa
yanapaswa katika maombi, maana yake ambayo sisi hatuyatumii. Kuna maneno ambayo yako katika maombi ambayo sisi hatuna lugha ya kuyatamka, lakini Roho anapoingia kwenye lugha zetu. Kuna watu wanafikiri kwamba Roho anaomba nje ya mimi. Roho anaomba ndani ya wewe, kwa sababu wewe ni hekalu la nani? Anapokusaidia Roho wa Mungu kuomba ikupasavyo, manake sio yuko nje ya wewe, kwamba yuko sehemu nyingine anaomba na wewe uko hapa. Sema amen. Haleluya. Manake anaomba akiwa ndani yako. Sema kwa jina la Yesu. Roho Mungu, ingia ndani yangu. Ingia ndani yangu. Ufanye lugha yangu. Ifanye lugha yangu ipase maombi yangu kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu niombe ipasavyo. Sema niombe ipasavyo kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ingia ndani ya kinywa changu. Ingia ndani ya kinywa changu. Maisha yoyote yanaumbwa. Kile unachokisema ndicho kinachokuwa. Kile unachokitamka ndicho kinachokuwa. Maisha yanaumbwa kwa kinywa, kwa sababu Mungu alivitengeneza vitu vyote vinavyoonekana na hata visivyoonekana kwa kinywa. Sema amen. Maana yake kwenye maisha yako 90% ya maneno yako ndiyo maisha unayoishi. Si unanielewa? Kila kitu kinachotamkwa kwa kinywa chako ni nini? Ndicho maisha yako. Mtoto anapokuwa, yale maneno anayojifunza kutamka ndiyo itakuwa tabia yake. Bwana asifiwe sana. Akiwa anasema maneno ya ucheshi atakuwa mcheshi. Akiwa anasema maneno ya ubabe atakuwa mbabe. Sema amen. Kwa sababu gani? Maneno ndiyo yanaumba maisha, ndiyo yanaumba tabia, ndiyo yanaumba vinavyoonekana na visivyoonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengi wamekuwa wakitumia maneno yao kuharibu maisha yao bila wao kujua. Haleluya. Watu wengi wamekuwa wakitamka vitu ambavyo vinaenda kutokea kwenye maisha yao, vinavyoleta uharibifu. Maneno ya kinywa cha kwako ni maisha yako. Maneno ya kinywa chako ni maisha yako, na mara zote ndani yako huwa kuna sauti inatoka kabla ya sauti ya nje. Hiyo ndio sauti ya lugha ya Roho. Sema amen. Unapokaa na mwenzako, nini kinaongea ndani yako ambacho wewe hutaki kumwambia? Haleluya. Ukiona unapokaa una mawazo mabaya, yaani ndani ya moyo wako unaongea, huyu naye muone anajiona. Sema amen. Anajiona afu ajui kama mimi namjua. Cheki alivyo mnafiki. Hayo ni maneno ambayo yanatoka ndani ya moyo wako yasiyoweza kutoka kwenye kinywa chako. Sasa hiyo ndio aina ya lugha yako lugha ya rohoni ambayo uko possessed nayo, ambayo umeambatanishwa nayo katika roho. Lakini kuna mwingine anakaa, Mungu amsaidie huyu. Kuna vitu anapitia ndani ya moyo wake, anaongea, ninampenda ila nashindwa kumwambia. Ndani ya moyo wako ninatamani niombe naye, natamani awe rafiki yangu. Manake kwenye ulimwengu wa roho, hiyo ndio lugha ambayo iko ndani ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu ambavyo vimeujaza moyo wako vinazungumza, ndio lugha uliopewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ukiona moyo wako unazungumza vitu visivyofaa, ikatae hiyo lugha. Sema moyo wangu, kwa jina la Yesu, hautabeba lugha za roho chafu, hautabeba lugha za mawazo mabaya, hautabeba lugha za mapepo, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, sema hautabeba. Kwa kwenye ulimwengu iko lugha ambayo inaanzia rohoni inatoka mwilini. Maana yake kipo kitu ambacho kinatakiwa kitoke nje kinachoanzia rohoni, yani moyoni. Bwana asifiwe. Tumalize kwa
kwa vitabu hivi. Mfungua wa Efeso 4:29. Masiklido incredis para baba sejos. Efeso 4:29. Lugha yako inaumba. Amen. 29. Neno lolote lililo ovu lisitoke kinywani mwenu, bali lililo jema na la kufaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanayosikia. Umesikia? Rudia tena kwa sauti. Neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu. Neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema na la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Ili liwape neema wanaosikia. Manake ndani ya moyo wako lisitoke neno ovu katika kinywa chako, ili limfae yule anayehitaji. Ndani ya moyo wako huwa kuna vitu vingi ambavyo vinazunguka. Sikiliza nikwambie, ukikubali kutembea na ile lugha ya maneno ya uovu, unaikaribisha lugha ya uovu kwenye maisha yako. Bwana asifiwe sana. Manake ndani ya maisha yako, ndani ya ulimwengu wa roho, ziko lugha za rohoni zilizo mbaya, lakini ziko lugha za mwilini, lugha za rohoni zilizo nzuri. Sasa namna gani utakuwa na lugha ya rohoni iliyo mbaya au iliyo nzuri? Dala Majibu ananisikiliza vizuri kweli kabisa. Pigie Yesu makofi. Ndani ya moyo wa mtu, sema amen. Maana mpaka amekaa. Bwana asifiwe sana. Ndani ya moyo wa mtu kuna lugha zinazopita ndani ya moyo wake. Bwana asifiwe sana. Ukizikubali lugha zisizofaa zitatawala maisha yako yote. Maana yake zitapata mlango kwamba huyu ni mwenetu, huyu ni wa kwetu, huyu, kwa sababu naona lugha zote. Acha nikwambie, kwenye ulimwengu wa roho wako wanazisuka lugha, na siku hizi tunaziita lugha za mtaani. Vijana wamekuwa wakiongea lugha fulani ambazo wao hawaelewi zimetoka wapi, zinatokana na nini, ila kumbe zimesukwa ziwe process, ziingie mtaani, zibadilishe maisha ya watu. Si naeleweka hapa? Unakuta kimsemo fulani kimetawala, kimepita, hujui kilianzishwa na nani, kimetoka wapi. Kumbe imesukwa rohoni, ikaingizwa ndani ya mioyo ya watu, afu ikaonekana isofa. Lakini kumbe ukifuatilia maana yake ni kubwa. Maana yake ni kubwa na inasababisha matokeo makubwa, inaharibu maisha. Sema kwa jina la Yesu. Lugha mchafu haitatawala maisha yako, haitabadilisha maisha yako. Haleluya. Sema amen. Tumalizie na kitabu cha Mwanzo 11. Mwanzo 11. Lazima mstari wa kwanza. Tuone hao watu waliokuwa na lugha moja na usemi mmoja. Nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari. Ndio. Wakakaa. Wakaambiana, haya, na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe, na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya, na tujenge mji na mnara. Kumbuka hawa watu walikuwa na lugha hiyo na usemi huo. Manake lugha kwenye ulimwengu wa roho ikiwa moja na usemi mmoja inaumba, inatengeneza. Sema amen. Ilifika hatua wakajenga mnara mrefu ambao ulimtisha Mungu. Akasema hao watu wako serious. Akasema wananifikia kwa mnara wa Babeli. Sema amen. Mnara ukawa mrefu. Hebu jiulize, mnara huo ulikuwa ni mnara wa aina gani unaomfikia Mungu? Mbona ndege zinaenda juu na zinarudi hazimuoni Mungu? Ulikuwa ni mnara wa aina gani? Sema amen. Hao watu walikuwa na lugha ya rohoni.
waliwasiliana kiroho, wakapata siri za rohoni, wakasema hii ni siri ya rohoni, na hii ndio lugha ambayo tutaitumia wakati huu. Ndio maana Mungu alipokuja alichafua lugha, kwa sababu ilikuwa ni lugha ya rohoni inayoleta matokeo rohoni. Si unanielewa wewe? Kwa sababu haikuwepo lugha ya mwilini iliyoweza kusababisha matokeo ya rohoni. Mungu wetu sisi anapatikana rohoni, nimesema hapo mwanzo. Kwa hiyo ukiona hao watu walifikia rohoni, chanzo kilikuwa ni usemi mmoja. Huo ni mnala gani? Jiulize, ni mnala gani ambao ulikuwa unataka umfikie Mungu? Mpaka Mungu akashtuka, akasema hao watu wanakuja kweli, wamenipata nilipo. Hivi ni nani ambaye amewahi kusafiri akamtafuta Mungu akampata alipo? Sema amen. Lakini hawa watu walitumia lugha na usemi. Ndio maana Mungu alipokuja hakubomoa nala, alibomoa lugha. Si unaongea na watu, kwa sababu ndani ya lugha kulikuwa kuna siri, kuna mystery. Ndio maana Mungu anatupa lugha za mbingu, kwa sababu lugha za mbingu, lugha za rohoni zinatusaidia kutafuta siri ambazo adui amezificha, zilizozuia mafanikio yetu. Maana kupitia hizi lugha tunaumba vitu vinavyomtisha shetani. Sema amen. Hata Mungu akasema, sitashindana na mwanadamu. Sasa nitaenda kuwachafulia usemi. Mungu akaja kubadilisha lugha, kwa sababu lugha ni silaha kubwa inaweza kuwataki ulimwengu wa roho. Bwana asifiwe sana. Vita yetu sisi si juu ya nini? Ni juu ya nini? Na mamlaka katika ulimwengu wa nini? Wa roho. Manake kwenye ulimwengu wa roho tunaenda kwa maneno, wanangu. Tunaenda tunatamka ili iwe. Ukiona umefungwa, kuna watu walikaa wakatamka jina lako kwenye kilinge. Ukiona hausai au pati baraka zako, kuna watu walikaa wakasema huyu asifanikiwe. Kupitia lugha walizosema katika roho ikawa ndio. Sasa wewe unaambia uombi, hauombi mwanangu. Niliwaambia maombi ni maneno ya roho yaliyotiwa nguvu kusababisha matokeo. Manake ukiingia katika roho unatamka, unatengua lugha zote ambazo hazitokani na Mungu. Ni lugha gani ya rohoni yenye nguvu kumzidi Mungu? Manake Mungu alisema let us create a man in our image. Tumtengeneze mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Tunaposema sisi ni mfano wa Mungu, manake sisi ni wa lugha ya Mungu. Kama Mungu alitamka ikawa, manake Mungu ameweka uwezo huo wa kutamka ikawa. Ndio maana akathibitisha akasema, mwanangu utakapotoka duniani, utakapofunga duniani kimefungwa mbinguni. Kwa sababu anajua kuna lugha iko ndani yako, unaweza kuvifunga vya duniani vikafungwa mbinguni. Unaweza kufungua duniani vikafunguliwa mbinguni. Sema kwa jina la Yesu, ninafungua baraka zangu katika mbingu. Kwa jina la Yesu, mama kwa Biblia yako sema ninafungua baraka zangu katika mbingu, na dunia ikatii, na dunia ikatii. Kwa jina la Yesu, ninafunga laana, ninafunga mikosi, ninafunga uchawi katika mbingu. Hautapata kibali katika nchi. Ninafunga katika roho. Baba Mungu, umesema umetupa roho anayetuombea katika roho, naye Bwana anaweza kutusaidia tukaweza kupata vilivyo vya roho katika mwili. Kwa jina la Yesu. Sawa, kwa jina la Yesu. Ninafungua kila kilichokuwa kimefunga kwenye maisha yangu. Kila lugha, kila usemi uliosema kwenye maisha yangu ya kuwa nitafeli, ya kuwa nitafanikiwa, ya kuwa nitaharibikiwa, sitatimiza jambo langu. Kwa jina la Yesu, ninauharibu huo usemi, ninauharibu huo usemi, uharibike. Ninautengua kila matamko yaliyotamkwa kwenye vizingiti vya nyumba yangu, kwenye vizingiti vya majira yangu. Kwa jina la Yesu, kila matamko ya laana, kila matamko ya uchawi, matamko yaliyotamkwa kwenye madhabahu za giza, kwa jina la Yesu, kuharibu maisha yangu, na yatengua, ninayafuta matamko ya kichawi,
yatenguliwe kwa jina la Yesu, yatenguliwe kwa jina la Yesu. Na yategua kwa jina la Yesu Kristo. Sema kila lugha inayozungumza vibaya na iharibu hiyo lugha, na iharibike kwa jina la Yesu. Kila lugha inayozungumza vibaya inaharibu sifa zangu njema, inaharibu sifa yangu kwenye jamii yangu. Hiyo lugha na iharibiwe. Haribika. Haitaumba sifa mbaya kwenye jamii yangu, haitaumba sifa mbaya kwa ndugu zangu, kwa marafiki zangu. Lugha yoyote inayonisema vibaya haitakuwa na nguvu. Itenguliwe kwa jina la Yesu. Baba, panda lugha ya matamko mema ndani ya kinywa changu. Nitakapotamka itakuwa, nitakapobariki kupitia kinywa changu vitabarikiwa kwa jina la Yesu. Nitakaposema nitapata kibali katika lugha yangu kwa jina la Yesu. Nitakapoingia katika roho na kuomba, maneno ya kinywa changu yatapata kibali machoni pako kwa jina la Yesu. Umba lugha njema ndani ya kinywa changu, nizungumze, nisikilizwe. Mahali popote ambapo sikuwa nasikilizwa, nitasikilizwa. Lugha yangu itakuwa na nguvu, lugha yangu itakuwa na kibali, lugha yangu itakuwa na mamlaka katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu napokea lugha mpya, napokea lugha ya roho, napokea lugha ya mbingu, ya kutamka vitu vya kimbingu vikafanyika katika nchi. Ninapokea lugha ya mbingu ya kutamka vitu vya rohoni vikafanyika katika jina la Yesu. Napokea lugha ya mbingu. Kuna watu wanajazwa, napokea lugha ya mbingu. Ninapokea lugha ya mbingu katika kinywa changu kwa asili ya somo langu, kwa asili ya somo. Kuna watu walipokea lugha ya mbingu kwa kuinua sauti zao. Kuna watu walipokea lugha za mbingu kwa upako na uwepo kama huo, wakaweza kunena kwa lugha. Waliokuwa wanawashangaa wengine hawakuweza kupokea, waliokuwa wanashangaa hawakuweza kupokea. Omba mwanangu, kupokea hiyo lugha. Omba, inua sauti yako, anza kutamka maneno naye yanaumbika kwenye kinywa chako. Anza kutamka maneno naye yanaumbika kwenye kinywa chako. Anza kutamka maneno, unajaza lugha ya mbingu. Roho alisema